Bwana Yesu asifiwe na jina lake Yesu Kristo liendelee kutukuzwa. Katika asubuhi nyingine nzuri ninakusalimu na kukaribisha katika hilo jina. Upokee neno la Mungu katika hilo jina na ukabarikiwe katika hilo jina na ukainuliwe katika hilo jina na ukawezeshwe katika hilo jina lipitalo kila jina, lenye uweza mkuu, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, lisifiwe, liinuliwe, uimidiwe milele. Wewe utupae nguvu na uwezo. Bwana, asante kwa uweza wako ambao unatuwezesha na kutulinda saa hii. Ukapite kila mahali tena, ukiwawezesha watoto wako, taifa lako na watumishi wako, ili kuendelea kukaa na kusimama imara katika utumishi wa kutumikia. Nguvu za Roho Mtakatifu na uweza wa Roho Mtakatifu ninaomba ukatawale yote sasa. Amen. Karibu sana wakati mzuri huu. Karibu kwenye ibada hii nzuri, kwenye neno takatifu la Mungu. Wafilipi sura ya 2, nitasoma mstari wa 14, wa 15, wa 16 na wa 17. Lakini baadaye pia hata wa 19 kadri Roho wa Mungu atakavyotuongoza. Karibu sasa tuendelee. Wafilipi sura ya 2, mstari wa 14, neno la Mungu nasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na hila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu, mkishika neno la uzima. Mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure, wala sikujitaabisha bure. Naam, hata nikimiminwa juu ya dhahabu na ibada ya imani yenu, nafurahi tena, nafurahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini tena, furahini pamoja nami, furahini pamoja nami. Mstari wa 19 anasema, walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu, karibu nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Mstari wa 20, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakaye iangalia hali yenu kweli kweli, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, visivyo vya Kristo Yesu. Mstari wa 22, ila mwajua sifa yake, ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Mstari wa 23, basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakayo nipata. Amina. Karibu tutafakari na kupata uzima na ufunuo katika neno hili la Mungu ambalo lina uzima, lina ufunuo ndani yake. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko. Ni ujumbe kwa kanisa la Filipi, kanisa la leo, kanisa la kesho, kanisa lolote, wakati wowote, popote, majira yoyote, kwa watu wanaomwamini Yesu Kristo. Na Biblia inatutaka tuyafanye mambo yote katika amani na upendo, bila kuwa na manunguniko. Manunguniko ni dhambi. Na Biblia inataka tufanye mambo yote bila manunguniko, kwa sababu tupo kwenye kizazi chenye ukaidi. Yesu alisema kizazi cha nyoka. Kizazi cha nyoka hapa kinaitwa pia kizazi chenye ukaidi kilichopotoka. Kwa sasa tupo na kizazi ambacho kuna wengi waliopotoka, kuna wengi wenye ukaidi, kuna wengi wenye kiburi, kuna wengi wenye kudharau, wasio na utii. Tupo kwenye kizazi cha namna hii. Namna ya kuishi kwenye kizazi cha namna hii tulichopo sasa, Biblia inatuelekeza
Biblia ni neno hili takatifu la Mungu ambalo limejaa roho wa Mungu. Linatuelekeza, linatufundisha tuishije. Inatupasa tufanye mambo yote bila manunguniko, kwa sababu tuna kizazi ambacho kina ukaidi, kizazi ambacho kina hayo manunguniko. Sasa haitupasi sisi kuwa wa manunguniko, na cha msingi ni kusema ukweli. Ni kusema ukweli, hamna sababu ya kunungunika. Ni kusema ukweli. Ikiwa utachukiwa uchukiwe, ikiwa utatengwa utengwe, ikiwa watafanya watakaofanya wafanye, lakini simama kwenye kweli. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Yohana sura ya 8 Yesu anasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Tukishawekwa huru, hatuna manunguniko wala lawama wala mashindano. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko. Saa hii neno hili la Mungu linakujia, tenda kila kitu bila manunguniko. Kama ni kumtumikia Mungu, mtumikie bila manunguniko. Ukiona kuna manunguniko, ondoka hapo, tafuta nafasi nyingine, tafuta mlango mwingine wa kumtumikia Bwana. Sikiliza roho wa Mungu atakachokuelekeza, usije ukawa mtumishi wa manunguniko. Ni bora kutoka hapo ukaenda katika mlango, katika nafasi nyingine kuliko kunungunika. Toa sadaka bila manunguniko. Usiwe mtoa sadaka mwenye manunguniko. Usitoe sadaka kwa kunungunika. Ni bora ukaacha kuitoa hapo unapoitoa, tafuta mahali pengine pa kuipeleka. Kwa sababu si lazima upeleke hapo unapozoea kupeleka. Angalia, kuna wajane, kuna yatima. Angalia, kuna watu wengi, kuna huduma nyingi za kiroho za kanisa zinazofanyika. Angalia mahali, nenda hata hospitalini, ipeleke huko. Au angalia popote ambako unaona hapa kweli ngoja niipeleke, hapo ambapo wewe moyo wako utafurahi na hutakuwa na manunguniko. Kuliko kuwa na manunguniko ndani ya moyo wako unapotoa sadaka, unapofanya huduma, unapofanya jambo lolote, nafasi ipo ya kutafuta mlango mwingine na kujua namna ya kufanya ambayo hutanungunika. Yatendeni mambo yote bila manunguniko. Ukifanya jambo lolote kwenye familia, kwenye ndoa, lolote usifanye kwa manunguniko. Usifanye kazi unayoifanya kwa manunguniko. Fanya kwa moyo safi. Ni Biblia inatuambia yatendeni mambo yote. Hapa amesema mambo yote, maana yake ni makubwa kwa madogo. Nyumbani, serikalini, kanisani, popote pale, fanya bila manunguniko, ila ufanye kwa upendo. Kwa nini? Tupo kwenye kizazi kilichopotoka chenye ukaidi. Kwa hiyo namna ya kujilinda na kujiepusha ni kufanya bila kunungunika, ila fanya kwa amani, kwa uhuru, kwa upendo na kwa furaha. Biblia inatuelekeza kufanya kila jambo kwa moyo wa kupenda. Kumtolea Mungu, unamtolea Mungu sadaka kwa moyo wa kupenda. Unapotoa sadaka utoi kwa mtu. Ukiitoa hujaitoa kwa mtu, umepeleka kwa Mungu. Na fanya kwa moyo wa kupenda. Usifanye kwa moyo wa kunungunika. Kila kitu Biblia inatuambia yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Usiwe na mashindano katika utendaji wako. Katika kumtumikia Mungu, usimtumikie au usifanye katika hali ya manunguniko au mashindano. Usiwe kama unayeshindana. Usifanye kama mwenye kufanya ushindani. Hatuna ushindani katika kazi ya Bwana Yesu. Hatuna ushindani kwa Wakristo. Mkristo, mwana wa Mungu, hutakiwi kuwa na manunguniko wala mashindano. Mashindano yasiyo ya maana. Kama ni kushindana, tunashindana kuipigania imani. Tunashindana kuipigania taji ya uzima. Lakini mashindano mabovu, mashindano mabaya, hapana. Wakati mwingine ndio sababu unaweza ukaona kanisani wanakwaya wakanungunika, wakakasirika, wakalaumu. Wameenda kuimba, wanaona wameonewa, kwamba hawajapewa nafasi walioitarajia. Kwa hiyo wameenda kumtumikia Mungu, lakini wamemtumikia kwa manunguniko. Wewe mwanakwaya usitumike kwa manunguniko. Kama umeenda kuimba na unaona kabisa, unaona umeonewa, kama mwanadamu kakuonea, Mungu hata kuonea. Kama hujapewa nafasi uliotarajia kupewa, basi ujue kwamba Mungu atakupa hiyo nafasi iliyotakiwa. Umemuimbia Mungu, si mwanadamu. Kama unaimba, usiimbe kwa manunguniko. Usiwe na manunguniko yote. Bwana Yesu asifiwe sana na ubarikiwe katika jina la Yesu.
Anasema mstari wa 15, ili tupate kuwa wana wa Mungu wasio na mawaa, wasio na giza, wasio na nini? Anasema wasio na udanganyifu, wasio na ila katika kizazi hiki chenye ukaidi. Kwa jambo lingine linalotajwa hapo ni kwamba tutakuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila. Wana wa Mungu wasio na lawama, wasio na ila, wasio na udanganyifu, wasio na uovu. Wana wa Mungu. Anasema tuyafanye hayo mambo yote, au tuishi na kumtumikia Bwana pasipo manunguniko, pasipo lawama, kwa sababu sisi ni kizazi kingine kabisa. Sisi ni uzao mwingine kabisa ambao Mungu ameutengeneza kwa namna ya kipekee. Jina la Yesu litukuzwe. Anasema bila lawama, bila udanganyifu, tufanye mambo hayo, tumtumikie Bwana. Haleluya. Na anasema katika mstari wa 16, mkishika neno la uzima. Mtumishi wa Mungu anasema apate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo. Mkishika neno la uzima. Tusiwe watu wa lawama wala wa manunguniko, kwa sababu sisi tunaonekana, mahali pengine hapa amesema tunaonekana kama mianga. Mstari wa 17, naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, na fahari tena, na furahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini tena, furahini pamoja nami. Nirudi pale nyuma kwenye mstari ule wa 15. Mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu huu, kati ya ulimwengu huu. Sisi wa Kristo, watu wenye Yesu ndani yao, wao ni mianga katika hii dunia. Wao ni mwangaza. Wewe ni mwangaza katika hii dunia. Wewe uliye na Yesu ndani yako, wewe ni mwangaza katika dunia hii. Wewe ni nuru katika dunia hii. Anasema Yesu, anatuambia katika sura ile ya 5 kwenye Mathayo, wewe unayemwamini unatakiwa kuwa mwangaza, sio giza. Hakuna giza. Na katika Luka anasema hakuna mtu ambaye akiisha iwasha taa huiweka chini ikafunikwa, huiweka juu ili iamulike, iangaze, watu wapate kuona mwanga, sio giza tena. Wewe ni taa, wewe ni nuru katika dunia. Anasema sisi wenye mwangaza hatutakiwi kufanya kama walio gizani. Walio gizani wana manunguniko kwa sababu hawaoni. Wenye manunguniko ni watu wanaokaa gizani. Walio na manunguniko ni watu ambao wako kwenye giza, kwa sababu hawajui wanachofanya, hawajui wanakokwenda. Kwa hiyo wananungunika. Wananungunika kwa sababu wana giza, wana shida, wana taabu. Sisi tumekwisha kupewa nuru ya Bwana, nuru ya Yesu Kristo. Tumepewa mwangaza. Kwa hiyo tuombe sana tuepukane na manunguniko. Tusio watu wa kunungunika. Manunguniko ni dhambi. Waisraeli walinungunika wakapigwa, wakaingia kwenye shida ya uchungu kwa sababu ya kunungunika. Kwa hiyo usinungunike. Na ukumbuke wewe ni kama mwangaza, ni mwangaza. Sisi anasema ni wana wa mianga katika hii dunia. Basi mstari wa 17 nirudie tena pale. Naam, hata nikimiminwa juu ya dhabihu na ibada ya imani yenu, na furahi tena, na furahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini tena, furahini pamoja nami. Furaha ya Bwana. Tukiyafanya tunayoyafanya, tukifanya tunachokifanya, tufanye kwa furaha, tena furaha ya Bwana. Anasema hapo, furahini tena, furahini pamoja nami. Kufurahi katika Bwana, tufanye kwa furaha, kwa sababu sisi tumeheshimiwa, tumethaminiwa, tumependwa. Juzi na jana tulikuwa tunajifunza hayo, au tuliyaona hayo. Mungu akisema ya kwamba ametuthamini, ametuheshimu, ametupenda. Unaheshimiwa, umethaminiwa, umependwa. Watu wa dunia wakikudharau, Mungu Yesu hakudharau. Amekuheshimu, amekuthamani, amekupenda. Basi fanya kwa furaha
Ishi kwa furaha, tenda mambo yote kwa furaha, bila manunguniko, bila lawama, kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Mstari wa 19, walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma. Anamtuma Timotheo afike kwao. Anasema namtuma afike kwenu. Anasema ili afarijiwe. Paulo anasema anamtuma Timotheo kwa sababu anamuamini. Anajua si mtumishi wa manunguniko, lakini ana imani naye. Hapa tunajifunza jambo lingine, kwamba ukiwa mtu mwaminifu utatumwa, utapewa huduma, utapendwa. Hakuna mashaka na wasiwasi, kwa sababu huyu alikuwa ni mtu asiyekuwa na manunguniko. Mstari wa 20 anasema, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami. Haoni mtu mwingine mwenye nia moja naye, ambaye kwa wakati huo angefaa, au niseme kwenye eneo alilokuwepo, au kwa muda huo, au kwa nafasi iliyokuwepo. Hakuona mtu mwingine. Huyu mtumishi wa Mungu, ndani yake Roho Mtakatifu anamshuhudia huyu Timotheo amesimama nawe vizuri. Nini? Ni kwa sababu hakuwa na manunguniko, hakuwa na lawama, hakuwa na udanganyifu, wala hakuwa mmoja wa kizazi kilichopotoka, bali mmoja wa kizazi kilichokombolewa, kinachohesabiwa kuwa katika mwangaza, katika ufalme wa Mungu Baba, Yesu Kristo. Anasema, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami, atakaye iangalia hali yenu kweli kweli. Atakayeangalia hali yenu kweli kweli. Anatakiwa mtu atakayeona kweli kweli, atakayefanya kwa kweli, katika roho na kweli. Haleluya. Na mstari wa 21 anasema, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu. Kwa hiyo watu wenye manunguniko ni watu ambao pia wanajitafutia vya kwao, ni wabinafsi. Kwa hiyo watu wanaojitafutia vya kwao wanakuwa na manunguniko, wanajitafutia vyao wenyewe, ni watu wabinafsi, wanajitafutia vyao wenyewe. Basi hawa watu wanashindwa hata kupewa nafasi ya utumishi, wanashindwa, hawaaminiki, wanashindwa kuaminiwa, kwa sababu wanaonekana kabisa ni watu wanaotafuta vya kwao wenyewe, ni watu wa binafsi. Usiwe mbinafsi wala mtu unayetafuta vya kwako mwenyewe, lakini mtu ambaye unasimama kweli kweli kwa roho na kweli kuifanya kazi ya Bwana Yesu, ukaonekane kuwa ni mtu wa namna hiyo. Kwenye Injili Yesu anasema anawataka watu wa namna hiyo. Anawataka watu ambao wameamua, wana furaha, wako tayari, wamejitwika msalaba kumfuata Kristo. Bwana asifiwe. Anasema anafurahishwa na anamtuma yeye ili akawahudumie, kwa sababu hakuna manunguniko ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo. Usipende kujitafutia vya kwako tu. Tafuta vya Kristo kwanza, ili Kristo akupe vilivyo bora, akuongezea, kuzidishe. Hakikisha unafanya cha Mungu kwanza, usitangulize vya kwako. Tanguliza vya Yesu mbele, ili Yesu akubariki sana, akuzidishe sana, akutendee mambo makubwa. Tanguliza, kwa sababu anasema tafuteni kwanza. Yesu anasema kwenye Mathayo, tafuteni kwanza ufalme, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Amen. Moyo wa kupenda kumtumikia Bwana Yesu kwa mwili wako, kwa mali zako, kwa fedha zako, kumtolea sadaka na kuifanya kazi yake hivyo bila lawama na manunguniko, lakini kwa moyo safi na kwa kweli, kwa kumaanisha kweli. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni some mahali pengine kidogo katika Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4, niende mstari ule wa 7, mstari wa 7 na wa 8 na wa 9. Anasema hivi: lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkakeshe katika sala. Zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi
katika kupendana, kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Mstari wa 9, mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Niendelee na mstari wa 10 pia. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama, itumieni kwa kuhurumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Haleluya! Neno la Mungu hili linatuelekeza kwamba mambo yote mwisho wake umekaribia. Anasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Tuwe na akili za ndani, akili za moyoni. Alafu anasema tukakeshe katika sala, yaani tukawa watu waombaji zaidi na zaidi, mara kwa mara tu waombaji, mara kwa mara, mchana na usiku, mara kwa mara tuwe katika kuomba. Ukiwa ofisini, kazini, unaweza ukaendelea na maombi. Ukiwa unaendesha gari, unaweza ukaendelea na maombi. Ukiwa umeshika jembe shambani, unaweza ukaendelea na maombi. Zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Yaani upendo wa Mungu ukishatutawala, manung'uniko yanakaa pembeni, maovu yanaondoka, mabaya yote yanawekwa nje. Upendo usitiri wingi wa dhambi, uficha, uondoa, yaani uzuilia uchungu na hasira na ghadhabu. Upendo wa kweli wa Yesu, upendo wa Mungu. Haya, anasema zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano usitiri wingi wa dhambi. Mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Neno hili manung'uniko linarudiwa tena katika hii Petro, kwamba tukaribishane, tuhudumiane. Kule alianza kusema yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko. Kwa hiyo kitu kingine kinachoonekana hapa ni kuhudumiana pasipo kunung'unika. Tuhudumiane sisi kwa sisi, tushikamane, tusaidiane sisi kwa sisi, pasipo manung'uniko, pasipo lawama, ila kwa upendo wa Yesu. Haleluya! Kwa hiyo anasema tukaribishane bila manung'uniko, kila mmoja kwa kadiri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akujaze moyo ulio na upendo, usio na manung'uniko, usio na lawama, ukawe mtu unayesimamia kweli, ambaye huogopi. Na wapenda baadhi ya wanasiasa ambao wanaongea ukweli, hawaogopi. Sasa sisi watu wa kanisa, watu wa rohoni, tunapaswa tuwe zaidi ya hapo. Tusimame kweli, kukemea uovu, kukemea dhambi, kukemea mabaya yanayofanyika ndani ya taifa, ndani ya kanisa, ndani ya familia, ndani ya jamii. Kuna maovu yanaendelea, tusimame kwa moyo safi kukemea, kuyapinga katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akujaze, ujazwe nguvu. Kataa manung'uniko. Manung'uniko ni dhambi. Kataa kuwa mtu wa lawama, kwa sababu haistahili kwa Mkristo, kwa mtakatifu wa Mungu. Mungu akubariki na akujaze Roho wake sasa tena, ili neno uendelee kuwa na mafunuo na ulishike, yatende mambo yote pasipo manung'uniko wala lawama, bali kwa moyo safi wa kupenda. Amen, amen. Tuombe. Baba wa mbingu na nchi, Mungu mfalme, Mungu mtakatifu na Bwana wa utukufu, litukuzwe jina lako. Na kushukuru kwa sababu umetufunulia tena na kutukumbusha tena ya kwamba tuyafanye mambo yote bila manung'uniko, bila lawama. Ninamuombea na msikilizaji na mtazamaji, neno hili likafanyike kwake baraka, likatengeneze mazingira, likamjaze na nguvu na uwezo, akalielewe zaidi na likaendelee kusema ndani yake, kwa hili neno ni roho. Bwana wa mabwana Yesu Kristo, hili neno ni roho. Ninaomba roho huyu aliye ndani ya neno hili akaseme nasi, akaseme na kanisa, akaseme nasi wakati wote, ili tuyafanye mambo yote pasipo manung'uniko wala lawama,
naomba tukajazwe na maarifa ya Roho wako. Upendo wa Kristo ukatujaze sana tena na tena, ukatuwezeshe sana sana, mfalme mkuu mtakatifu. Asante kwa pendo lako. Ninaipinga ile roho ya manunguniko na lawama kwa jina la Yesu. Ndani ya huyo ambaye ana manunguniko na lawama, ninaiamuru imtoke hiyo tabia, imtoke hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Bwana mbariki na kumponya kila mmoja, na ninamwombea huyu ambaye pia ndani yake amejaa huzuni, amejaa manunguniko, amejaa lawama, amejaa taabu na vifungo. Ninaomba sasa apokee uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Uponyaji ukujilie. Bwana akuponye kutoka hali ya mateso. Moyo wako usiteseke tena, moyo wako usiteseke tena, moyo wako usiteseke tena. Sasa upewe furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana Yesu ijaze moyo wako. Amani ya Bwana Yesu ijaze moyo wako. Yafanya mambo yote sasa bila lawama wala manunguniko. Bwana Yesu, ninaomba umjaze amani mtu huyu ambaye aliudhiwa, amenyang'anywa haki yake. Bwana Yesu, mwangalie na huyo ambaye ni mgonjwa, mwingine ni mdhaifu, yuko kitandani hospitalini. Ninaomba ukamhudumie, ukambariki, ukamponye, ukamuinue, ukamjaze neema yako. Ninaomba kaguse maisha yake tena, Jehova Bwana. Atoke kwenye ile taabu na kifungo, atoke kwenye ile huzuni, aondolewe kwenye vile vifungo. Nuru yako ikamwangaze, damu yako Yesu ikaendelee kumnenea mema sahi, popote kokote, kila mahali. Ninaomba nguvu zako na uweza wako upite Bwana, ukimwondolea giza na mauti katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba sauti yako iseme na huyu kijana, seme na huyu baba, seme na huyu mama na huyu mtoto, seme naye katika hali aliyo nayo. Ninaomba uponyaji, furaha ya Bwana na amani yako Yesu ikamjaze, akawe mzima sasa, ainuke, atoke kwenye kile kitanda cha mateso, atoke. Baba, ninaomba mkono wako Yesu Kristo wenye nguvu msaidie, aendelee sasa mbele akiwa na afya tele na uzima tele na furaha tele katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Yesu, nguvu zako na uweza wako ukamwezeshe kila mmoja sahi anaposikia wakati wote Bwana. Roho huyu akaendelea kusema ndani yake, roho huyu aliye katika neno lako ili mfalme wa wafalme Bwana Yesu. Umesema neno hili ni uzima, maneno yako ni uzima. Ninaomba yakaendelea kufanya uzima ndani ya mtu huyu. Mauti, magonjwa viondoke, dhambi iondoke, kelele zimwachie, zile kelele zinazomsumbua zimtoke kwa jina la Yesu Kristo. Baraka ya Bwana ikujie, fadhili za Bwana zikujie, na uweza wake ukujilie, akusaidie, akupeleke, akuongoze katika njia yake, katika uweza ule wa kufufuka kwake. Akafufue ndani yako matumaini mapya, yakafufuliwe matumaini tena, ikafufuliwe imani yako kwa upya tena, na ukaongezewe imani tena katika jina la Yesu. Ukapewe tena kuona furaha na nguvu za Bwana Yesu sasa na hata milele. Yesu Kristo ni Mwokozi, akujaze neema yake sasa na hata milele. Amen, amen. Kumbuka jambo muhimu pia, kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel kama hujafanya hivyo. Kumbuka kusubscribe. Utaona hapo chini kwenye simu yako kuna mahali amekuandikia subscribe, share, like. Basi bonyeza hapo. Yote ni kwa utukufu wa Bwana Yesu tu. Ubarikiwe sana na neema ya Kristo pamoja nawe. Ibarikiwe sadaka yako ambayo umemtolea na unaendelea kumtolea Bwana Yesu. Ibarikiwe. Bwana Yesu, naomba endelea kuwabariki watu wako wanaoshiriki nami kazi yako ya Injili hapa mjini na kule vijijini kwa ajili ya kulitumikia shauri lako na kusudio lile ulioliweka. Naomba wabariki, wazidishe maradufu sadaka zao, waongezee mara 100 mara 100 mara 1000. Bwana wazidishe na kuwatunza sana katika jina la Yesu Kristo. Amin.